kwa sababu sisi wote tunakwenda kutibiwa. Kama kuna eneo ambalo itatakiwa kulivalie njuga, ni idara ya afya. Watoe huduma vizuri na kwa haraka. Yaani usimuone mgonjwa kama amekuja hapa kunyanyaswa na wewe, ila mgonjwa wewe usingekuwa hapa. Kwa hiyo moja kati ya mambo ambayo tutayafanya katika muendelezo wa ziara zangu ni kukaa na wataalamu wa afya, niwaeleze malalamiko ya wananchi. Sio hapa tu. Tulipofanya kampeni, wakati tunazunguka kwenye kampeni, malalamiko makubwa yalikuwa ni idara ya afya. Hawatoi huduma vizuri, tena wakimuona mtu ana bima ndio kabisa wanamuona hata kinyama. Wakati serikali inahamasisha watu wawe na bima. Kwa hiyo nimelichukua hoja ya kina mama wajawazito, lakini nachukua hoja ya wananchi kwa ujumla. Mwananchi anatakiwa atibiwe arudi nyumbani. Na kama kuna pia hata lugha sio nzuri, wanatoa lugha chafu kwa wagonjwa. Zamani wale manesi walikuwa wanakakofia hapa, ukimuona hivi kabla hujanywa dawa unapona. Siku hizi ukimuona nesi mpaka unatamani sasa sijui ufe hapa kwa ili yeye akufaidi. Sasa anamjibu, "Wewe kaka, umekonda sana." Umekonda ulimzaa wewe. Kwa hiyo moja kati ya eneo muhimu ambalo nitalizungumzia kwa wataalamu ni kutoa huduma, kwa sababu sisi ndio wateja wao. Kwa hiyo watoe huduma, kwa sababu mimi sitibiwi bure, natoa hela, kwa nini uninyanyase? Kwa hiyo hilo nimelichukua ndugu zangu na nitalifanyia kazi pamoja na mambo mengine mengi. Tunaendesha bajaji hapa Mafinga. Hatuko wengi. Sijajua sana, lakini ndani sisi kama tunafika hata kwa sijui. Wanaenda wanapungua. Tuna changamoto zetu kama wamama. Tunaendesha bajaji, yani tumejitoa. Wewe mwenyewe ukiangalia hapa wote tumejaa wanaume. Kwa hiyo kati ya bajaji sijui watu walioko 600 na wanawake 5. Ningeomba mtu kuongeza huo ujasiri. Yaani tunapasana. Changamoto zetu hizi kama watakuwepo hapa wengine sijajua. Mheshimiwa, nilikuwa na kuomba tusaidie. Tukiandika kuomba katika vikundi, sisi hatuishi sehemu moja. Moja iko Changarawe, moja Kinyanambo,